Kwa hivyo wale ambao wanasema tukitoka broad based tutaenda kwenye barabara, nani aliwaambia? Who told them? Tunashangaa kidogo mheshimiwa, kwa sababu nyinyi wote hamuongei kwa sauti moja, ilhali tukiangalia nyinyi wote mlikuwa karibu sana na mheshimiwa Raila Odinga. Kwani ni nini kilikuwa kinaendelea, ama watu wengine walikuwa wanaambiwa hivi, wengine wanaambiwa kitu tofauti? Kwa sababu kama nyinyi wote mlikuwa chini ya Raila Odinga, tulikuwa tunatumai mtakuwa mnaongea kwa sauti moja. Kwanza chama si kwaya. Haiwezekani kwamba watu wataimba wimbo moja kila wakati. Na haya maneno yamekuepo kwa muda. Kwamba kuna unajua mkiwa kikosi cha watu milioni 5, hata kama ni uongozi, kwa mfano lile baraza kuu la chama lina watu kama 40. Haiwezekani kwamba watu watakuwa na mtazamo mmoja. Ni kawaida katika demokrasia kwamba watu watakuwa na mtazamo, na haswa swala gumu kama jinsi ambavyo tunaweza kuingia katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tofauti ni kwamba unajua mheshimiwa Raila Odinga amekuwa kiongozi wa chama cha ODM kwa muda mrefu, na amekuwa kiongozi wa wananchi kwa muda mrefu. Alikuwa na ile kitu ambayo tunaweza kuita kwa kimombo legitimacy. Yani alikuwa amepewa ile nguvu na wananchi ya kuweza kuwatolea uamuzi. Kwa hivyo wakati mwingi yeye ndio alikuwa mwenye kutoa mwelekeo, na kwa sababu ya ile legitimacy alikuwa naye, hata kama ulikuwa na mtazamo tofauti ungekuta kwamba wengi wanasema kama baba amesema, kwa sababu ya ile heshima na pia historia yake, kwamba hata wakati mwingine kama ulikuwa na shauku ama dukuduku kuhusu uamuzi ambao anatoa, tulikuwa na ile imani kwamba baba anajua kitu ambacho ni bora kwetu. Si eti kwamba tulikuwa tunakubaliana na yeye kwa mambo yote. Na hata alipokuwa hai, baba alikuwa na ruhusu watu kumkosoa. Nakumbusha watu kila siku kwamba wakati ambapo chama kimeingia katika uchaguzi wa mwaka 2014, kulikuwa na mpinzani wa Raila. Alikuwa anaitwa Mheshimiwa Simba Arati. Baba alimruhusu. Yani si hata kumruhusu. Hakuwa na shida kwamba alikuwa anaweza kuchallenge ama uamuzi wake ulikuwa unaweza kuwa challenged. So tofauti ni kwamba ule uongozi ambao tunaona kwa sasa ni wale ambao ukimwambia kwamba una mtazamo tofauti, anaona ni kana kwamba umemkosea heshima. Unanielewa? Kwa hivyo tukisema tunaweza kufanya jambo hili hivi ama jambo hili vile, anaona ni kama unamkosea heshima. Nataka nikupe mifano ya wakati ambapo tumetofautiana wazi na mheshimiwa Raila Odinga, na hakuchukulia swala hilo vibaya. Alituita na akajaribu kutupa maono yake, na sisi tukamwambia baba, sisi tuna mtazamo tofauti. Swala zima la Adani kwa mfano, baba publicly alikuwa anashikilia, anasema kwamba turuhusu mradi huo mzima uweze kuendelea pale katika airport yetu ya JKIA. Sisi katika bunge tulikuwa tunasema, na tulimuelezea na alielewa, tukamwambia baba, hamna mtu yoyote ambaye anasema hatuhitaji airport mpya. Hamna mtu ambaye anasema wawekezaji wasije katika nchi yetu kuweza kufanya miradi kama hii chini ya mfumo mzima wa PPP ama private partnership. So ile tulikuwa tunamuelezea, tukamwambia baba, ni wewe ulitufunza kwamba lazima tukifanya jambo lolote tuweke maadili fulani. Maadili ya kwanza ama kile kitu ambacho lazima tushikilie kama ODM ni jambo la uwazi. Kwamba iwapo unataka kufanya mradi katika taifa letu, weka wazi kwamba kwanza tunatafuta mwekezaji ambaye anaweza kututengenezea airport yetu. Dunia nzima ijue, kisha kila mtu aweze kupata fursa ya kusema mimi nitafanya kwa kiasi fulani cha pesa, design yangu ni hii, alafu Wakenya waweze kuona jambo gani ambalo yani proposal gani ambaye ni bora zaidi. So baba yeye alituketisha chini na tukamuelezea, tukamwambia Jacob, hatuna shida na wawekezaji, lakini ulitufunza kwamba lazima kuwe na uwazi. Na baada ya mheshimiwa John Mbadi kuingia pale Treasury, na baada ya swala zima la Adani kuwekwa kando, uliona ile wizara ya fedha ikichapisha sasa muongozo ambao utapelekea kuwepo na uwazi haswa katika hii masuala ya PPP. Nimeona juzi hata kulikuwa na proposal nyingine ambayo imekuja kuhusu miundo msingi katika swala zima la stima. Na wakachapisha pale wakasema tumepokea proposal fulani, wanajaribu wanasema watafanya hili na hili na hili, kama mna maoni muweze kutoa. Manake Gatonye, ile shida ambayo iko katika Kenya hii ni hiyo kukosa uwazi, na mambo yanafanywa katika chini ya meza ambayo yamefichwa. Sisi kama wana ODM tumefunzwa kwamba miradi si mibaya na hakuna mtu ambaye anakataa maendeleo, lakini tunataka ifanywe kulingana na maadili ya kikatiba. Lakini ni ukweli Mheshimiwa Sifuna kwamba Raila Odinga aliacha ODM ikiwa kwenye hii serikali ya broad based. Kwanza unajua unazungumza kwa nini wewe na wengine mnataka kuitoa pale Raila niwache? Wanazungumza ni kana kwamba Raila Odinga alienda safari.
Unajua kama ulikuwa umepanga kitu kwamba ninasafiri mahali, unaweza sema wacha niache mambo yangu yakiwa hapa. Kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga si kitu ambacho mtu yote alitarajia. Mnanielewa? Sure. Na aliposema ya kwamba tuweze kufanya ushirikiano na serikali ya UDA kwa sasa hadi mwaka 2027, kuna muktadha fulani, kuna mandhari fulani ambayo yalipelekea ililazimisha kwamba tuweze kusaidia serikali hii ili iweze kuwa stable. Wakati ambapo vijana wameingia katika barabara mwaka 2024, yes. Serikali nzima imevunjiliwa mbali, nchi iko katika hali ya hatari. Baba akasema sasa jinsi ambavyo vijana kwanza walivyoingia katika makao makuu ya idara ya mahakama, kwa maoni yake baba alikuwa anasema kwamba inamaanisha kwamba unajua nguvu zote ambazo tunazo kama viongozi, whether ni katika idara ya mahakama ama katika bunge ama katika uongozi wa taifa, zinatokana na mamlaka ambayo tumepewa na wananchi. Yes. Na wananchi wakati wowote, unaona katiba, sijui kwa nini leo nimesahau kubeba katiba yangu. Katiba inasema kwamba mamlaka ambayo tuko nayo ama wananchi wanayo, yes, yanaweza kutekelezwa either directly kupitia viongozi ambao wamechaguliwa ama wafanye wao wenyewe. Unanielewa? Yes. Sasa akatuambia kwamba ukiona vijana wameingia mahakamani, wameingia bunge wakafurusha wabunge pale, unaona walikuwa wanaelekea Ikulu, kumaanisha kwamba mamlaka yote ambaye wananchi walikuwa wametupatia imechukuliwa na imerudishwa kwao. Okay. Wananchi walikuwa wamechoka kiasi kwamba wanahisi kwamba sisi wabunge hatuwasikizi. Unakumbuka mchakato mzima kuhusu finance bill, kwamba wewe umechaguliwa na watu wa hapa Nairobi kwa mfano, uko katika eneo bunge la Starehe ambapo tuko hapa, yeye mbunge wa Starehe anaambiwa na wana Starehe wenyewe kwamba katika suala la kutuongezea ushuru piga no. Lakini kwa sababu ukiingia pale bunge kuna false sense ya security, manake kuna viti vizuri kushinda hiki chako cha hapa K24 comfortable kabisa, si ndio? Yes. Kuna hii AC inapiga nzuri, kuna polisi pale nje, unaingia pale ndani unafikiria wewe ndio mkubwa wa wananchi, unasahau kwamba wananchi ndio wadosi wako. Yes. So ilipofika pale baba akatuambia hawa vijana na wananchi kwa jumla wamechukua mamlaka yao, wamejirudishia mamlaka yao. Akasema tunataka tuwe na mfumo tuweze kusema can we sustain the democracy ya Kenya kwa muda fulani, alafu tuweze kusikizana kwamba kuna mambo fulani yatafanywa. Kwa mfano alikuwa anataka hiyo uamuzi wote wa bunge wa kupitisha hiyo sheria ubatilishwe. Okay. Wale vijana ambao wameuawa wapewe compensation, polisi ambao walihusika na hayajafanyika. Yes. Yani mawazo yake yalikuwa ni hayo. Okay. Na ilikuwa tuketi na Mheshimiwa William Ruto tumwambie these are the conditions under which we will stabilize your government. Okay. Kabla hatujamaliza kusikizana, wengine wetu wameenda direct kusikizana na Ruto, wao watachukua nafasi katika serikali. Sasa wakati ambapo tangazo hilo, kabla tangazo hilo litolewe, kuna harafa ambayo tulitoa kama chama cha ODM. Mheshimiwa kidogo, unataka kuniambia wenye walienda serikalini walienda kivyao? Walienda kivyao. Na kuna harafa ambayo ilitolewa na baraka. Ndio nakwambia hakuna mkutano ambao ulikuwa umefanywa jinsi ambavyo baba alikuwa anatarajia, kusema kwamba haya ndio mambo ambayo tunaenda kufanya na hawa ndio watu ambao tunaenda kuwatuma waweze kukusaidia kustabilize serikali yako, kisha wakati fulani ukifika tupange uchaguzi maalum ili tuweze kuuliza wananchi kama bado wana imani na wale viongozi ambao wamechaguliwa. Na bona Mheshimiwa Raila wakati ule alituambia ati serikali ilikuja kwetu tukawapatia experts. Hiyo ni kusema ni kama nataka kukupatia chronology ya events. Manake Wakenya wanasahau sana. Yes. Na pia kwa sababu ya propaganda ambayo inapigwa, watu wanasahau nini kilifanyika kabla ya kipi. Tuelezee chama cha ODM. Nikiwa katibu yake, Baba Amolo Odinga alikuwa katika jiji la Dubai. Okay. Akatupigia mimi simu, akampigia yule mkurugenzi mkuu wa chama anaitwa Odoro Ngwen. Tulitoa statement